Al-Imam Ibn Taymiyyah ana maneno katika nukta ya at-tahni'ah, nukta ya at-tahni'ah, kupongezana. Katika Majmu'i Fatawa kuna maneno Ibn Taymiyyah anasema, amma at-tahni'atu yawm al-Eid, ama kupongezana, kutoa pongezi siku ya Eid, yaqulu ba'dhum li ba'dhin, wanasema baadhi yao kuambia wengine, idha laqiyahu, pale atakapomkuta yeye mwenzake, watakapokutana baada salati al-Eid, baada ya swala ya Eid, taqabbalallahu minna wa minkum, tumekutana baada ya swala ya Eid, tutaambizana maneno haya. Lakini pia tumeona kuna ziada ya salihal a'mal, wa ahalahu Allahu alayk, na vile vile kusema ahalahu Allahu alayka wa nahwu dhalika, na mfano wa maneno hayo. Ibn Taymiyyah asema taqabbala Allahu minna wa minkum, pia kusema ahalahu Allahu alayka, au rejeshe tena huo mwaka Allah juu yako. Tumekutana kwenye mwaka huu siku ya Eid, au rejeshe tena Allah mwaka huu, tukutane tena mwakani. Ahalahu Allahu alayk. Kuna suala tulisoma katika masharti ya mfungaji, al-aqlu, akili. Katika masharti ya mtu mwenye kufunga awe ni mtu mwenye akili. Ama mwenda wazimu haikubaliki funga yake, na wala haandikiwi dhambi, kwa sababu kalamu kwake imenyanyuliwa. Mwenda wazimu mpaka atakapotopokwa, akipatwa na akili, hapo sasa kalamu itaanza kazi na kufunga kutamwajibikia yeye. Tukasema kuna maelezo tutakuja kuyatoa kuhusu mtu ambaye pengine akili yake ilitoka kwa muda katika sehemu ya mchana, alizimia, alipatwa na lolote, ile akili ikaondoka. Je, anakuwaje huyo na funga yake? Nasoma maneno ya Imamu Ibn Uthaymeen hapa katika kitabu chake Majalisu Shahri Ramadhan. Ibn Uthaymeen anasema al-qismu thalith, kigawanyo cha tatu, alikuwa akizungumzia watu ambao wanatakiwa kufunga au ambao hawastahili kufunga. Al-majnunu, mwenda wazimu, wa huwa faqidul aqli, naye ni yule aliyekosa akili. Fala yajibu alayhi siyamu lima sabaqa min qawli an-nabii sallallahu alayhi wasallam, rufi'a al-qalamu an thalathatin, mwenda wazimu haiwajibiki juu yake funga kwa yale yaliyotangulia katika maelezo, miongoni mwa kauli ya Mtume, rufi'a al-qalamu an thalathatin. Kisha akasema Ibn Uthaymeen, wala yasihu minhu siyamu, wala haisihi kwake yeye funga, liannahu laysa lahu aqlun ya'qilu bihi al-ibadata wa yanwiha, kwa sababu yeye hana akili ambayo ataweza kuifahamu ibada na wayanwiha, na kuitiliania hiyo ibada. Hana akili ya nia wala hana akili ya kufanya ibada. Walibadatu la tasihu illa biniyya, na ibada haiwezi kusihi isipokuwa kwa nia. Sasa yeye hana akili, hajui mambo ya nia wala chochote, ibada yake haisihi. Liqauli nabii sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kisha akaingia kwenye nukta akasema, fa in kana yujannu ahyana, atakapokuwa mtu huyo anapatwa na uenda wazimu baadhi ya wakati, wayufiku ahyanan, na anatopokwa baadhi ya wakati, anapata akili baadhi ya wakati, anaoingia kwenye ukichaa baadhi ya wakati, lazima husiyamu fi hali ifaqatihi duna hali jununihi, kutamlazimu yeye kufunga katika hali ya kutokwa na ule ukichaa, pasi na katika hali ya kupatwa na ukichaa wake. Akili yake ikija, funga itamlazimu, lakini ikiwa leo akili haipo, haimlazimu funga. Wa injunna fi athna'i nahari, na ikiwa atapatwa na uenda wazimu katikati ya mchana umeshaanza, akapatwa na ukichaa, lam yabtul sawmuhu, haitobatilika funga yake, kama lau ughmiya alayhi, kama vile ambavyo mtu alizimia
bimaradhin, kwa sababu ya maradhi, au ghairihi, au yasiyokuwa hayo maradhi. Mtu kapatwa na uendawazimu mchana, tokea asubuhi ni mzima, kufika mchana mara akapata kichaa, ana matatizo hayo, anaambiwa funga yake haibatiliki. Ni sawa na mtu ambaye anaumwa kisha maradhi akamzidia akazimia, sawa li'annahu nawasawma wa huwa aqilun biniyatin sahiha, kwa sababu yeye alishanuia kule kufunga hali ya kuwa ana akili, tena kwa nia iliyokuwa sahihi. Tokea alfajiri ameweka nia kufunga, amekula daku na nia yake ni sahihi, ana akili timamu. Ukichaa ukaja kwa mwanza mchana, akili yake ikaondoka, pengine na matatizo hayo, au akazimia, ameanguka akafikia kichwa, akili imeruka, anaambiwa funga yake haibatiliki, kwa sababu wakati anaanza kufunga ana akili zake timamu na nia ilithibiti kwake yeye. Wala dalila ala albutlani, wala hakuna dalili ya kubatilisha funga hiyo, hususan hasa idha kana maaluman, atakapokuwa ni mwenye kufahamika huyo mtu, anna aljununa yantabuhu, kwamba ule uendawazimu unamjia yeye fi saatin muayyana, katika baadhi ya masaa fulani, kwamba huyu ni kawaida ikifika mchana akili yake huondoka, lakini msubirieni saa 10, 11 kawaida huwa anazinduka huyo. Basi kama huyo ndio kabisa funga yake haibatiliki, sababu anafahamika kwa ni kawaida yake. Wa ala hadha, na tuendapo juu ya msingi huu, fala yalzamu qada'u liyawmi alladhi hasala fihi aljunun, hakuta lazimu kuilipa ile siku ambayo kulipatikana ndani yake uendawazimu, hatakuja kuilipa, kwa maana alifunga lakini baadaye akapatwa na ukichaa uendawazimu. Kama utakuja kuilipa hiyo, la, haji kuilipa, kwa sababu alianza na funga akiwa na akili timamu, tena kwa nia iliyokuwa sahihi. Mengine alizuka baadaye, anaambiwa funga yake haijabatilika na hatakuja kuilipa siku hiyo. Anasema Ibn Uthaymeen, wa idha afaqa almajnunu athnaa nahari Ramadhan, na pindi atakapotopokwa mwenda wazimu katikati ya mchana, athnai nahari Ramadhan, sio kupata uwanda wazimu sasa, akili yake ndio imerudi sasa katikati ya mchana, saa 8 saa 9 akili imerudi, lazima hu imsaku baqiyati yaumihi, kutamlazimu yeye kujizuia baki ya siku yake, sehemu ya siku iliyobaki ajizuie, liannahu, kwa sababu yeye swara min ahli alwujub, ameshakuwa katika watu wenye kustahiki funga sasa, sababu akili anayo. Wala yalzamuhu qada'uhu, wala hakutamlazimu yeye kuja kuilipa siku hiyo. Kaswabii, mfano wake huyo mtu kama vile mtoto mdogo, idha balagha, anapopata baligh mchana wa Ramadhani, hii siku haji kuilipa, kwa sababu funga ilipoanza asubuhi yeye hakuwa mwenye kustahiki, baligh ikampata mchana. Hivyo hivyo mwenda wazimu ilipoanza funga asubuhi hakuwa na akili, lakini kufika mchana akili imekuja, hatakuja kulipa siku hiyo. Kwa kama vile mtoto mdogo anapopata baligh mchana, wal kafir idha aslam, na kama vile kafiri anaposlimu mchana wa Ramadhani, haambiwi hii siku hii ulioslimu, umeslimu mchana utakuja kuilipa hii, la, kwa sababu wakati funga inaanza asubuhi yeye hakuwa ni mwenye kuzungumzishwa na sheria juu ya kufunga, kwa sababu ni kafiri. Lakini ulipofika mchana kaslimu, hatolipa hii, kuanzia kesho ataanza kufunga. Tuko pamoja? Kapata ujununi saa ngapi? Alianza na funga au hakuanza na funga? Kaanza na funga. Hata kija akatopokwa saa 9 usiku, saa 7 usiku, ile funga yake ipo. Saa 2 ndio akili imerudi, funga ipo, kwa sababu alianza na funga, ule uendawazimu ukaja mchana. Sasa anaambiwa, Ibn Uthaymeen anasema hakuna dalili ya kubatilisha funga yake, kwa sababu ameanza kufunga akiwa na akili na nia sahihi. Kinachozingatiwa kule alipoanza kaanzaje. Lakini kwa ameingia mchana huu tokea asubuhi alfajiri, hana akili yeye, mchana ndo akili zikaja, haambui hii siku aje kuilipa.
hatakuja kuilipa, kwa sababu wakati watu wameanza kufunga yeye hakuwa katika watu wanaopaswa kufunga, kwa sababu hakuwa na akili. Kaja kupata akili mchana, na funga haianzi mchana, anaambiwa jizuie mchana huu usile, isipokuwa akiwa na dharura, njaa kali atakula, lakini kwa kujificha ficha kuondoa tashwishi. Lakini kama hana njaa kali ajizuie, kwa sababu yeye ni katika watu wanaostahili kufunga. Sasa akili imerudi. Tuko pamoja? Kapata na ukichaa kabla ya kula dako, kazinduka, kwa mujibu wa maelezo yetu anafunga au hana? Saa 9 usiku kapata na ukichaa, kalala au anazunguka tu afanya vituko tu. Baada ya swala ya magharib akili ndio ikarudi. Huyu kafunga hajafunga? Hajafunga huyo. Hakufunga, hakuwa na nia wala chochote. Huyo hakufunga. Je, atakuja kuilipa hii siku? Hatakuja kuilipa. Je, mtu akiuenea mchana wote kalala au kazimia au walipatwa na uenda wazimu wote tokea baada ya swala alfajiri mpaka magharib, wanachoona na maneno hapa, madhhabu ya Malikia na madhhabu ya Shafi'ia na madhhabu ya Hanabila, wao wanaona mtu akizimia akauenea mchana wote, lam yasihha saumuhu, funga yake haisihi. Mchana wote kauenea kwa kulala au kuzimia, lam yasihha saumuhu. Malikia, Shafi'ia na Hanabila wanaona hivyo, na kutakuja kupasa yeye kuilipa funga hiyo. Wajaba alayhi alqada'u, na kutapasa juu yake kulipa. Na hiyo ndio kauli ambayo wanachuoni baadhi yao wameitia nguvu, kwa sababu funga ni vitu viwili, nia na kujizuia na vyenye kufunguza. Yeye pengine nia ameipata, lakini kujizuia na vyenye kufunguza hakukipata hicho, kauenea mchana wote kwa kulala. Hiyo magharibi amefanya kuamshwa tu, twende ukale, kumbe alikuwa amelala. Atalipa zile swala, lakini funga yake wanasema haipo, kwa sababu hakujizuia yeye na vyenye kufunguza. Hilo jambo hakulipata. Tuko pamoja? Kuna hikma gani ya kuzuiliwa asile? Mtu ambaye wakati watu waanza kufunga hakuwa na akili, alfajiri hiyo saa 9 saa 10, kwa yeye si mwenye kustahiki kufunga sababu hana akili. Akili yake ikarudi saa 4 asubuhi, kwa yeye hakufunga. Sawa, kuna hikma gani ya kuzuiliwa asile? Ndio swali lako, sio? Hikma ya kuzuiliwa asile kwa sababu yeye baada ya kuja juu kupata akili tayari amekuwa ni katika watu wenye kustahiki kufunga, ili aendane sawa na wenzake wanaostahiki kufunga, kwa kuwa wao hawali na yeye asile. Lakini kujizuia kwake yeye kutokula si kwa njia ya ulazima, hata kama atakuwa na njia ya kufa, la, kwa ajili ya kuheshimu ule mchana wa Ramadhani, na yeye tayari amekuwa ni mtu mwenye kuwajibika, lakini amepata dharura hakufunga, ajizuie. Lakini leo kama atakuwa na njaa kali, yeye anaruhusika kula, lakini apite huko pembeni huko, asionekane na mtu, asije akafanya tashwishi kwa wenzake, kama vile msafiri na wengineo, mgonjwa kapona mchana, atoka asubuhi alikuwa anaumwa, hakufunga, lakini ameshapona sasa, naomba ajizuie kula kama anaweza. Kama hawezi, basi la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Kuna nukta jana tulisoma katika masala zakatul fitr, kutoa zaka, tukaona inafaa mtu utangulize zakatul fitri kwa siku moja au 2, sawa, kabla ile siku ya Eid yenyewe. Lakini bora ni mtu kusubiria kuthibiti kuandama kwa mwezi au kuingia
usiku wa Eid, hiyo ndio bora, lakini inafaa kutanguliza siku moja au mbili. Tukisoma hapa athari kwamba walikuwa hao wema waliotangulia yu'tuna qabla alfitri, wanatoa hiyo zaka kabla ya fitri, kabla ya siku ya Eid ya fitri, biyaumin au yaumaini, kwa siku moja au siku mbili. Walikuwa wao wakifanya hivyo. Tukaona athari hiyo kwamba inafaa kutanguliza. Kuna ziada hapa nataka niilete ya maneno, ni faida ya kielimu. Hiyo athari tuliyosoma sisi natoka kwa Ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu kana yu'tiha ay zakat alfitr. Alikuwa Ibn Umar anaitoa hiyo zakat alfitri alladhina yakbalunaha, kwa wale ambao wanazipokea hizo zaka. Kulikuwa kuna watu wao ni jubat, mawakala wa kuzichukua zile zaka na kuzikusanya, ikiingia usiku wa Eid wanazitawanya kwa watu. Sasa Ibn Umar alikuwa anatoa zaka yake kuwapa hao wanaozipokea, sawa, kwa ajili ya kuzikusanya. Wakanu yu'tuna qabla alfitri biyaumin au yaumain, na walikuwa wanatoa kabla ya siku ya Eid ya fitri kwa siku moja au siku mbili nyuma, walikuwa wanazitoa wanawapa hao. Tuko pamoja? Haya, tunaenda. Al-Imamu Al-Albani na maneno hapa, lakini kabla ya maneno ya Sheikh Al-Albani nisoma riwaya kutoka kwa Ibn Khuzaima. Lafdhi limesema qultu mata kana Ibn Umar yu'ti as-sa'a. Katika mmoja wa simulizi wa hadithi anamuuliza msimulizi mwenzake, nikasema mimi, wakati gani alikuwa Ibn Umar anaitoa pishi yake ya zakatul fitri? Qala, akasema kwa kumjibu, idha qa'ada al-amil, pale anapokaa yule mwenye kuzifanyia kazi hizo zakatul fitri, mwenye kuzichukua na kuzitawanya kwa watu. Qultu mata kana al-amilu yaq'ud, wakati gani mwenye kuzitawanya hizo zaka alikuwa akikaa kwa ajili ya kupokea zaka? Kana qabla al-fitri biyaumin au biyaumain, huyo anayekusanya alikuwa akikaa kupokea zaka kwa siku moja nyuma au mbili kabla ya siku ya Eid al-fitri. Kwa unapokuwa tayari, jamani, yule mpokeaji yuko tayari kwa siku moja au mbili, anapokea, wanampelekea yeye al-amil, mwenye kuzifanyia kazi zile zaka, kuwafikishia wahusika. Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala anasema, maneno yake hapo katika Irwaul Ghalil, anasema lilladhina yakbalunaha, wanaitoa hiyo zaka kuwapa wale wanaoipokea. Sehemu hii anasema laysa almuradu bihi alfuqara, makusudio si mafakiri wanaopewa hii zaka kwa hiyo siku moja au mbili na wanapokea, makusudio si mafakiri, bali aljubatu, bali wale wakusanyaji, alladhina, ambao yansibuhumul imam au yunsibuhumul imam, takuwa yansibu, anawasimamisha wao, anawaweka wao imamu, lijamii sadaqatil fitri, kwa ajili ya kukusanya sadaka ya fitri. Kwa maana tuliposema walikuwa wao salaf, Ibn Umar na wengineo, wanatoa zakatul fitri kwa siku moja au mbili kabla ya Eid, walikuwa wanatoa kuwapa wale wanaokusanya, sio kuwapa mafakiri ambao ndio wahusika. Wao wakishakusanya wanasubiria sasa muandamo wa mwezi umeingia tu, tayari ile siku ya Eid ishaingia usiku wake. Hawa wakusanyaji ndio wanawafikishia mafukara sasa, lakini wao wanazipokea siku moja au mbili nyuma, wanazikusanya. Kwa waliposema walikuwa wanatoa wema waliotangulia zakatul fitri kwa siku moja au mbili, sawa, wanatoa, wanawapa nani? Wanawapa wakusanyaji. Siku ikifika ya Eid, wale wakusanyaji wanazifikisha kwa mafukara. Haya maneno ya nani? Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala asema, wa yuayidu dhalika,
na linatilia nguvu jambo hilo ma waqa'a fi riwayat ibn Khuzaimah min tariqi Abdul Warith an Ayyuba, kile kilichotokea katika riwaya ibn Khuzaimah kupitia njia ya Abdul Warith kutoka kwa Ayyub pale aliposema qultu mata kana ibn Umar yu'ti, wakati gani ibn Umar alikuwa akitoa zaka? Qala idha qa'ada al-amil, pale anapokaa kwa ajili ya kupokea mkusanyaji, kuonyesha kwamba alikuwa anampa mkusanyaji, hampi fakiri. Kwa nini? Pajibiwe kwamba anaitoa zaka baada ya kuwa mkusanyaji yuko tayari. Kwa nini patajwa hivyo? Kwa sababu alikuwa akipeleka kwa huyo anayekusanya, akishakuwa tayari ndo anaipeleka. Qultu mata yaqudu al-amil, wakati gani anakaa kupokea huyo anayekusanya zaka? Qala, akasema qabla al-fitri bi yawmin au yawmayn, alikuwa anakaa kukusanya kabla ya Eid siku moja au mbili. Kwa wale walikuwa akiwapa aljubatu, wale wanaozifanyia kazi kwa kuzieneza zaka, na wao ikifika siku ya Eid usiku wake wanazieneza kwa mafakiri. Maana yake nini maelezo haya? Au nimeyasoma tu msikie? Hayana maana yoyote. Nini maana ya maneno haya ya Sheikh Al-Albani? Kwa dhahiri ya maneno kama vile haifai kumpa fakiri moja kwa moja kwa siku moja au mbili. Kama umeitoa basi uwafikishie wale ambao wamejitolea kuzieneza na kuzisambaza, kwa dhahiri ya maneno ya Sheikh Al-Albani. Na wengine wanaenda kinyume na hivyo, sio kwamba hiyo ndo kakata mzazi, wengine wanaenda kinyume na hivyo, kama al-Imamu Malik wa Ahmad wa Imamu al-Karhi al-Hanafi, wanaona kutanguliza hiyo zakatul fitri kwa siku moja au siku mbili ni jambo lenye kufaa kuwafikishia walengwa. Kwa hilo jambo lipo, msije mkaona kasikia sehemu kuona mambo mageni, hilo lipo. Sheikh Al-Albani kwa dhahira maneno yake kama vile hakubaliani na hilo jambo, kumpa fakiri siku moja au mbili. Tusubirie mwezi umethibiti kwamba kesho ni Eid usiku wake. Sasa subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.